Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mzuri ambapo habari za Yesu zinakufikia bure. So hakuna gharama yoyote ambayo umegharimika uanze kusema ya kwamba inafaa ikuwe hivi na hivi. Habari za Yesu zinakufikia bure. Sasa kila ambacho unafaa kufanya peke yake sio kutoa fungu la 10 na sadaka ya unafaa kwanza ukishazipata zile habari na wewe kuamini. Sasa habari hizi zilitokea kila mahali dunia mzima, lakini kuna watu wanazikubali na kuna watu wanakataa. Wanaozikubali wameshapokea neema ya kumjua Yesu, wanaokataa habari hizi wamepokea neema ya kumtambua shetani na wanamwabudu. Sasa nataka nikupatia andiko la siku ya leo katika kitabu cha Ezekieli 3:16 mpaka 18. Andiko hili linasema ya kwamba Ezekieli ameteuliwa kama nabii, na huyo Ezekieli amepatiwa kazi ya kwamba afike kwa kila mtu ambaye ametenda dhambi akimwambia atubu, na yule mtu akikubali apokee ujumbe ule mtu atapona na atakuwa ameokoa nafsi yake. Ezekieli akaambiwa na ule mtu akikataa, basi ule mtu mwenyewe atakuwa ameshakataza habari za Yesu na atakuwa tayari amekubali mauti katika maisha yake. Akaambiwa tena, naambie mtu ambaye atakuwa amekubali, na ule mtu akikubali kuyatimiza mapenzi ya Mungu itakuwa ni sawa kwake. Lakini akaambiwa tena, hii ilikuwa ni hatari upande wa Ezekieli, ilikuwa hatari. Ezekieli akaambiwa ya kwamba na ukikosa kuambia watu ukweli, ukikosa kuambia watu dhambi zao, wale watu wakufe katika dhambi, wewe ndio utabeba misalaba za hao watu. Hapo nafaa usikie mzuri kabisa. Ati Ezekieli ameitwa na Mungu na anaambiwa na Mungu ya kwamba akikosa kuambia watu dhambi zao, wale watu wakufe katika dhambi, basi Ezekieli atabeba mizigo za hawa watu. Ile dhambi hao watu walitenda haitakuwa juu yao, lakini itakuwa juu ya Ezekieli, ambapo sasa ndio mapasta, ndio manabii na wainjilisti na mitume. Hiyo ndio kazi tumepewa, na mimi siwezi kukubali dhambi yako inifanye mimi niingie kuzimu. Nitakueleza ukuwe wewe ni mfalme, ukuwe wewe ni malikia, ukuwe wewe ni jeshi, wewe ni polisi, ukuwe wewe ni nani katika kitengo na mamlaka hii dunia. Nitakueleza bila kuangalia cheo chako. Sasa Ezekieli akaambiwa ya kwamba huyu mtu akikufa katika dhambi na hujamweleza, basi utabeba misalaba zake. Na sasa Ezekieli akasema ya kwamba nimekubali hiyo kazi na nitaifanya kulingana na vile utaniongoza. Na Ezekieli akaanza kufanya hiyo kazi. Najua kila mtu anauliza, na sasa hii kazi ambayo Ezekieli alipewa ya kukemea watu dhambi ilikuwa kazi gani? Na hizi dhambi ni dhambi aina gani? Na ni mzuri sana hizo dhambi zikitajwa. Tuache mahubiri ya Freemason bwana. Tunahubiria watu ya kwamba watu wakuwe tu wazuri, watu wasikosane, lakini hatutaki kuzungumzia dhambi ambazo zitafanya watu waelekee kuzimu. Mahubiri ya Illuminati haya. Unakaa katika ibada, nyoka zinatolewa kwa ibada. Unakaa katika ibada, watu wanakuroga. Unakaa katika ibada ambazo ni unabii tu mzuri, mambo mazuri ya kutendekee, lakini wewe unadumu katika dhambi. Unakaa katika manyumba ukifikiri ya kwamba ni kanisa, lakini ni halls za mashetani. Watu wangapi ambapo wameharibu wakati wakienda kukesha kwa mahalls za Freemason, wakifikiri ya kwamba ni makanisa ya Mungu watabarikiwa. Watu wanaingia kanisani siku ya Jumapili, wanakuwa waaminifu wakitoa sadaka, wakiimba, wakihubiri, lakini yale majengo ni majengo ya kishetani. Alafu sasa naona nasikia kwamba majengo imekuwa mbaya sana, majengo kufungwa. Kuna watu wanalalamika kwa nini majengo imefungwa. Badala ya kulalamika ya kwamba kuna wahubiri wa uongo, badala ya kulalamika ya kwamba watu wanaotembea uchi washikwe,
badala ya kulalamika ya kwamba watu wanaouzia watu pombe wanajiharia, wanajikunia washikwe, badala ya kulalamikia hao wanalalamika ya kwamba kuna majengo yamefungwa watu wasiabudu. Mtu anayeongea mambo kama haya hamjui Yesu. Wewe unafanya biashara zinafikanga jioni, nafunga hiyo nyumba yako unaenda mahali nyingine. Kwa nini hujawahi lalamika? Sasa unaanza kulalamika ati makanisa yamefungwa. Tabia za kishetani, kwa sababu watu walimkataa Yesu, wakamkubali shetani, wakamkumbatia, na anaweza kuwatendea yale wanayohitaji, lakini hawajui hasara ya kishetani. Wanapojua wanakuwa wameshanaswa na hawako tayari kutoka katika vitengo vya kumwabudu shetani. Dhambi ya ulevi, mojawapo ya dhambi ambazo Ezekieli aliambiwa na Mungu azikemee, ulevi. Na ulevi ni nini? Watu kuanza kukunywa pombe, wakijikojolea, wakijiharia, wakitukana watu matusi mbweha. Mtu akishalewa anatukana mtu kuma ya mama yako, matako ya mama yako. Kama hajalewa hawezi kutukana watu hivyo. Wewe unaona hiyo dhambi hiyo? Ezekieli akatuma kukemea dhambi ya kishetani kama hiyo. Watu wanakunywa pombe na wanajitafutia mistari katika Biblia, wanajitafusiria kishetani. Wanasikia wakisema, wanajua hata Yesu alitengenezea watu pombe, ndio ilikuwa muujiza wake wa kwanza. Nani alikwambia Yesu alitengeneza pombe? Pale Kana katika harusi hakuna pombe ilitengenezwa, lakini shetani akaanza kuhubiria watu na kuanza kuwatafsiria Biblia kishetani, watu wasema ya kwamba pombe ilitengenezwa. Walevi wote ambao mnakunywa pombe mtaingia kuzimu kama hamtatubu na kuacha tabia ya ulevi. Watu wanakunywa pombe wakijitafutia mistari, wakisema ya kwamba hata Paulo aliambia Timotheo akunywe pombe kwa sababu ya tumbo yake. Ni pombe gani aliambiwa akunywe kwa sababu ya tumbo? Na ni tumbo gani? Unazungumzia mambo ya roho, unaileta kimwili. Biblia ni mambo ya roho bwana. Wacha kuanza kutafsiri Biblia na teolojia yako, mambo ya kishetani. Umekaa mahali miaka 5 ufundishwe mambo ya kuenda kufanya kazi ya Mungu. Mungu hajakuita wewe, uko pande wa shetani bwana, haujaitwa. Kazi ya Mungu sio kufundishwa ndio uanze kukuja kuifanya. Kazi ya Mungu unaitwa na unaelekezwa jinsi ya kufanya bana. Sasa unapata mtu amerogeka akili yake miaka 5, ameenda kusomea kozi ya teolojia, anakuja naanza kudanganya watu ya kwamba mkunywe kidogo lakini msilewe. Siku nyingine nahubiria wengine wananiambia, na kwa nini mafada wanakunywa? Nikawaambia mnataka kwenda kuzimu kama mafada? Wakaniambia hivyo. Hata makanisa mengine na ruhusu pombe, wewe bora ukunywe tu lakini usilewe. Nikaanza kuambia hao sio makanisa, hizo ni nyumba za kishetani ambazo zinaambia watu wakunywe lakini wasilewe. Unaona? Wakataka nifanye nao mjadala ni waruhusu wakunywe pombe. Wengine wakanikujia wakaanza kuniambia pastor, lakini mimi nikienda kwa bar ni alafu ninunue pombe na nikuje, ama niende kwa duka kwa supermarket na ninunue pombe yangu nikuje kwa nyumba na nianze kukunywa, nimekosa wapi? Na nikamfunulia tu andiko ya kwamba na walevi wataingia kuzimu. Hawa walevi hawakuambiwa ya kwamba wakunywe kwa nyumba, hawajaelezwa wanunue walete katika manyumba zao, hawajaambiwa wakunywe lakini wasitukane watu. Lakini muradi wamekunywa pombe wanaitwa kuwa walevi na matunda yao ni kuzimu. Ni kama mtu anafanya usherati, amekodisha nyumba kwa ploti, na kila wakati anabadilisha wanaume wa watu kwa ploti, anaiba wanaume katika maeneo mengine, analeta katika nyumba hapa kwa ploti. Haendi Koinange, haendi pale Luguli na kutoa nguo na kutembea na sindiria na kutembea na pajama, atieni mshirati kama wale makahaba wa town. Lakini yeye na yule ambaye anafanya kwa ploti akiba mabwana za watu, hao wote ni washirati bwana.
Mambo ya kuniambia tunakunywa kwa nyumba, tafuta popu na mafada wa kufariki na kuzimu mwingie nao. Hapa hakuna mjadala ya kwamba nakunywa kwa nyumba. Hapa hakuna mjadala ya kwamba nakunywa kidogo na nisilewe. Hapa hakuna mjadala ya kwamba nikikunywa na nikose kutukana watu. Hakuna hiyo. Bora umelamba pombe, majibu yako ni kuzimu. Wengine wakaniambia sasa pastor, na nikikunywa tu siku ya Sabato peke yake, siku tu moja kwa wiki, nikipata mshahara, alafu nienda mahali Jumamosi ama Jumapili ama Friday members day, ama siku moja kwa wiki wanasema ladies night. Na pastor, nikikunywa tu siku moja na sijatukana mtu, pastor, nimekosea wapi bwana? Tafuta majambazi udangani. Hapa mtu akikunywa pombe na kuambia malipo ya walevi ni kuzimu bwana. Mambo ya kutaka mistari za ukuje nazo na hoja ya kwamba nikubaliane nazo za ujinga ndio uendelee kutenda dhambi, tafuta Freemason wa kukubali hiyo. Pombe ambayo ni ulevi, Ezekieli alitumwa pia akapate kuikashifu. Ndio maana siku ya leo nimevaa viatu vya Ezekieli na niko hapa kukataa pombe. Mambo ya kuniambia hata rais anakunywanga. Unajua hata pia wafalme wanakunywa hii pombe, hata tunaonanga magavana wanakunywa. Nikunywa kwa sababu gavana anakunywa alafu niende kuzimu. Hatufanyi vitu hata marais wanafanya. Hatufanyi vitu hata tunaona watu wa dunia wanafanya, watawala wakuu wa hii dunia. Hata kama pombe imehalilishwa kwa katiba, na kuambia wewe kunywa lakini kuzima hautakosa, paka uachane nayo. Usinitolee katiba na kuniambia na kwa nini kwa katiba wamesema watu wakunywe baada ya kazi? Mashetani wameandika hiyo katiba, sio Yesu. Biblia imetuambia mtu asikunywe pombe. Mambo ya kunitafutia vitabu na katiba za shetani za hii dunia nisome, nikubadiliane na dhambi, tafuta wajinga uruke. Nataka tuelewane vizuri kabisa. Sasa hii dhambi ya pombe, ulevi, ninaukataa kwa jina la Yesu, ya kwamba hii dhambi itaingiza watu kuzimu. Watu wanakaa kwa pombe, wanakataa kuoga, wananuka pombe kila wakati. Watu wanakunywa pombe, wanajiharia wanaume wazima, wakifika kwa nyumba na kusumbua mabibi, waanze kuwafunga mapampas na kuanza kuwapanguza mavi. Mwanaume mkubwa ako na mtoto ako university, amekuja amejikojolea, amejiharia kwa nguo na anataka bibi ampanguze mavi. Alafu anataka kukuja kuleta mchezo hapa kwa Injili. Hata tukubaliane na wewe. Ndio ukikuwa kikunya vile unataka. Unataka baada ya Injili uniite unaanza kuniambia anajua kuna hata kwa Biblia wameandika mvinyo kukunywa sio mbaya, wewe kunywa iondoe stress. Wakati umekunywa hii pombe iondoe stress, na ulikuwa na deni ya landlord, hiyo pombe wakati imekuondolea stress, hiyo deni pia imeondolewa na hiyo pombe. Ulikuwa hauna chakula, umetoka kwa nyumba bibi hana chakula, hata unakunywa pombe ikupumbaza ya kwamba kuna chakula kwa nyumba. Hata pombe na kudanganya kuna chakula kwa nyumba. Ukirudi jioni watoto wanalia dadi, pombe imekuharibu. Hiyo stress ambayo ulikuwa umejidanganya imekutolea. Hapa watoto bado wanalia, hapa mke bado amekungoja ulete chakula. Hakuna kitu imekusaidia kukutoa kwa stress. Na kutaka kutafuta wajinga uanze kuwadanganya ya kwamba mtakuwa mnakunywa nao, alafu natafuta mistari za Biblia na kuanza kujitafsiria na kishetani. Sasa unatafuta mapasta wa Illuminati wa kuunga mkono na kuanza kutuambia kuna makanisa yanakunywa, kuna hata mapasta fulani wanakunywanga, kukunywa sio mbaya. Sasa unaanza kutafuta njia mbadala ya uruhusiwa ukunywe pombe, na kuambia haitawezekana siku ya leo hapa. Hata kama ulihubiriwa mahali pengine wakakwambia sio mbaya, walikudanganya na kuambia lazima utubu. Kuna wengine nikakutana nao wakaniambia na nikikunywa siku tu moja kwa mwaka Krismasi nimekosea wapi? Hana unatenda dhambi siku moja,
Alafu unajifariji unasema na nimefanya tu siku moja, nimekosea wapi? Wengine wanasema na nikikuja siku ya Pasaka peke yake. Wengine wananiambia na nikukuja tu wakati nimepata mshahara endman siku moja peke yake nirudishie mwili pole. Nitakuwa nimekosea wapi? Hayo mawazo yote ni ya kishetani bwana. Hakuna mambo ya kupigia mwili pombe, kutumia pombe. Tunapigia mwili pole. Wako ambao mmewacha maboma zetu, mmechukua mabaa kuwa ni mahali penye pa kuishi. Mtu kwa baa ndio makao yake kwingi kuliko katika nyumba yake. Amechukua baa, imekuwa mahali pake, akitoka kazi anapita hapo, asubuhi anapitia hapo. Anahakikisha mtu wa baa hakuna siku amaikuwa na shida ya rent. Kwake malandi ndio wanamuitisha rent hajalipa, na hapa watu wa baa wamekunywa, wamekula pesa yako, wameimaliza. Wewe ni kama hiyo ni ujinga. Sasa ukuje uanze kutafuta visababu na njia ya kwamba unge mkono kwa ulevi. Haitawezekana wapendwa. Watu wamebadilisha mabaa, imekuwa nyumba zao. Watu wanakaa kwa baa na wamama waliozeeka, wamama walioacha ndoa, wakatafuta mafuta na vipodozi vya Freemason, wanajipotoa wakapate kudanganya vijana vya shule na watu walio wamepata pesa, wakapate kuwatongoza wapatie ngono, na kumbe wanahitaji pesa wawaibie. Angalia, kila jioni unapita baa, hawezi kupita kwa kanisa, hawezi kupita kwa ushirika, unapita kwa baa ukunywe. Ukifika kwa nyumba, watoto wanalia, wanasema Simba ameingia kwa nyumba. Unazima TV, baba ameingia. Baba ndio kusema. Watu wanakuambia lazima watu heshimu wazazi. Na heshimu mzazi mwenye amejikunia kwa nguo, huyu hafai kuheshimiwa. Kwanza atoka katika dhambi bwana. Mtu amejalia kwa nguo ataheshimiwa. Mtu anakuja kwa nyumba, watu wamepika chakula, anapiga watoto hawakuli. Yeye amekula kwa banya machoma na makahaba, wamewapatia pesa, anakuja kwanza kupiga bibi usiku mzima. Majirani hawalali kwa sababu ya hii ulevi. Alafu naanza kunitolea katiba na kuanza kunisomea katiba. Tolea shetani msome naye bwana. Mimi katiba yangu ni Biblia na Roho Mtakatifu. Sihitaji katiba nyingine kusoma. Katiba nilio nayo Roho Mtakatifu inanitosha kuniambia pombe ni mbaya, kutongoza bibi ya mtu ni mbaya, wizi ni mbaya. Sihitaji katiba nyingine ya kunilazimisha niabudu shetani hapa. Na pale hapo kwa baki, hapo ndio kuna usherati. Visichana vya shule vinadanganywa na chips pale na soda, vinaweza kupatia watu ngono pale kwa baa, na vinawacha masomo, vinapata mimba pale na vinaenda vinaaborti. Alafu vinakuja hapa vinajidunga shindano, vinabaki vikuwa virembo, vinatafuta kemikali za kidemo worshipa za kuweza kujirembesha. Na visichana vimekauka, vimekuwa vizee, lakini vinatumia tembe za kishetani kujirembesha vizizeeke bwana. Hapo kwa banjo kuna wizi. Watu wanakaa kwa baa mchana yote wakikunywa pombe, wafanyi kazi. Ikifika usiku wanatoka wakiwa na mabunduki na visu, wakiwa na silaha fulani, wanaenda kwa makona kwa hajaki watu wametoka kazi, watu ambao wamefanya kazi mpaka jioni, na kuwaibia malipo yao. Lakini mchana walikuwa kwa mbuka, mchana walikuwa kwa sigara na pangi, mchana walikuwa mahali kwa pombe. Na kumbe hapa mahali ni mahali pa kutegea. Pale kwa baa wanapanga njama za kuua watu, pale kwa baa wanapanga njama za kuiba, pale kwa baa hakuna kitendo chochote kizuri ambacho kitaingiza mtu mbinguni kinatendeka kwa baa. Pale ni mambo ya kuiba mabiti za watu, vitoto ya wenyewe vya shule, mambo ya kufanya kila aina yote ya matendo ya kiufisadi zinafanyika kwa baa. Alafu nakuja unaanza kuniambia pombe iko sawa. Ukinisihi
nikuhubirie na nikuambie ni mzuri, hata urekodi na uende kwa mitandao ukiposti. Pastor alisema pombe ni mzuri, watu wakunywe lakini wasilewe. Watu wakikunywa wasitokane, watu wakikunywa kwa nyumba zao iko sawa. Unataka kuchukua hiyo klipu na kuiposti kila mahali watu waisikie, watu waendelee kukunywa pombe. Ujinga wachana naye. Lakini hii inakwambia kwenda kwa bana vimama vizee venye vimewacha ndoa, hawezi kuposti watu wasikie na wale walio kwa baa watoroke. Unaanza kuposti vitu vya ujinga. Atukuku amelala na umbwa, sasa kuku amezaa umbwa. Unaweka kwa WhatsApp status vitu vya ujinga. Unaposti watu wakiwa wanarefu kuku. Wewe unaona mambo ya kishetani. Na nimetaka nikuambia kwamba mtu yoyote ambaye anahusikana kwa mambo ya ulevi ataingia kuzimu. Na ulevi sio pombe ya peke yake. Mahali kuna ulevi, hapo mahali kuna sigara pia. Hapo mahali kuna sigara pia ni dhambi. Wanaovuta sigara jueni, kuvuta sigara ni bangi. Watu wanavuta bangi, mahali kuna pombe utapata bangi pale. Watu wanakaa wakivuta bangi, wakishavuta bangi ingine inawadanganya. Ukienda kwa mjengo wanakuambia ati mjengo huwezi kufanya bila bangi. Ati hii kazi ya kubeba magunia lazima kwanza ujichanje na bangi. Unapata mtu amebeba gunia la milawaru, mtu amebeba gunia la mahindi. Wanakuambia hii kazi huwezi kufanya bila bangi. Ati inakuchaje ukae na nguvu. Watu wanaovuta bangi, sigara, watu wanaotumia madawa za kulevya, wengine wanajitunga mashindano za madawa za kulevya ati ziwapumbaze, ziwaondolee stress. Hayo yote ni matendo ya kuzimu. Hayo usifikiri ya kwamba ni mambo ya pombe peke yake. Hata sigara pia ni mbaya, inapeleka watu kuzimu. Baada ya kuvuta inakuchoma meno, ingine inafanya meno yako inakuwa na mashimo, na hapa ndio imekuharibu. Badala uachana hii tabia, unaanza kujidanganya hapa kutafuta madaktari. Madaktari wanakudanganya hapa, wanakula pesa yako. Hii bangi imekuchoma meno, imechoma ulimi, badilisha ulimi. Mdomo badala ikuwe safi, mdomo yako imekaa kama sewage na hii vitu. Mtu mmoja anatumia bangi, anatumia pombe, anatumia sigara, madawa za kulevya, hapa anatumia muguka. Huyu mtu anafaa kusaidiwa na jina la Yesu, asaidiwe na serikali huyu. Mchana mzima wamekaa katika maeneo wakichana matawi chakula ya mbuzi. Alafu unakuja unaniambia unajua hata huko kwetu hii mambo ya miraa yanatusaidia, tunakula tunalisha watu. Kama madriver lazima tutafune miraa tutukue soba. Madriver wa masafari ya mrefu wa matrela, watu wanaendesha magari za kuenda 8 hours. Tunajua lazima utafute hivi vitu ndio ukue soba usifanye accident. Hizo accident zimefanywa na watu wamekula miraa na bangi. Kwani hii miraa iko wasaidia? Lazima tujue ukweli bwana, na tukae katika ukweli. Mambo ya kudanganywa haitakuwa tena katika hii dunia. Tutafute shetani atanganye wale ambao atapendezwa nao. Wale watakao kubali ujinga wa shetani wakae ndani. Watu wametumwa katika vitu za madawa za kulevya. Hapo na hapo unadanganywa, unapewa dawa ya Viagra. Ati mwanaume sasa ndio ukitaka kusaidia bibi yako akae katika ndoa, sasa ndio ulali na bibi yako masaa marefu, bibi ya kuamini wewe ndio shujaa wa mapenzi hodari, wanakupatia madawa aina ya Viagra. Sasa haya madawa yanakuchanja, sasa ndio ufanye ngono kwa muda mrefu. Haya yote pia ni mambo ya kishetani. Mtu yote ambaye anatumia dawa kufanya ngono kwa upande wa shetani, atanatumia dawa fresh bibi. Wacha nitumia hii dawa leo bwana yangu, wacha ni msurprise na ngono. Sasa ametumia dawa za watu wa Freemason hapa. Mtu anakuwa masaa 5 bado akona tamaa za ngono. Wewe uone kama ni shida masaa 5.
Hata mtu bado anahitaji ngono. Madawa za amechanjwa, madawa za kifrimason za kishetani huyu. Na hii pombe, hata kwa pombe kwenyewe wanakuandikia. Shetani mwenyewe anaandika kwa hiyo pombe, hii pombe itakudhuru afya yako. Hata kwa sigara, hata kwa bangi, madawa za kulevya, shetani mwenyewe anakuandikia. Lakini umesoma mpaka university, umesoma, watu wanakuheshimu, wewe ni mwalimu, wewe ni profesa, lakini bado unavuta sigara. Na kwa hiyo sigara wamekuonya kwa lugha yako ya Kiswahili, wamekuandikia kwa Kiingereza, bado unavuta. Na unaendelea tu kujifariji. Shetani amekulaani, amekuambia hii kitu ni mbaya, lakini kwa sababu ya akili zako zimemkubali, umekubali shetani ya kuroke, umekubali kuvuta bangi, na bangi na kuharibu. Unaanza kubaka watoto, unaanza kuzaa na kondoo, unaanza kuzaa na hata na punda. Unapata mtu amerebu umbwa. Baada ya kuvuta bangi alirebu umbwa. Baada ya kuvuta bangi alipita na katoto kake. Baba mzima amefanya ngono na mtoto wake. Bangi ndio imemuongoza. Alafu nataka tukuje tujadiliane na wewe. Alafu anze kuniambia huko Jamaica, hata Jamaica watu wanavuta bangi, watu wakienda kuperform muziki. Muziki wa Jamaica bangi imeruhusiwa, serikali za Jamaica zimeruhusu bangi. Wacha serikali ya Jamaica iruhusu bangi na vitu vyote vya kulewa na sigara, lakini vile vitu sio vitu vya Mungu, ni vitu vya kishetani, kuzimu utaingia. Hautakuja na mijadala za Kijamaika wanipande ndani ndio nikuruhusu uvunje bangi. Ukiniambia ganja fama, hakuna shida. Nakwambia uongo wa shetani umekwisha. Hii mambo haitakuwa na mjadala. Mambo ya shetani kudanganya watu imeisha. Watu wanadanganywa na movie, wanaona watu wakiact movie wanavuta sigara, wanavuta bangi, wanakunywa pombe, alafu wanakudanganya kinyo mzuri. Alafu nataka tukubaliane nawe katika ujinga wa ulevi na madawa za kulevya ya kwamba iko sawa. Hakuna mtu ambaye amejaza Roho Mtakatifu atajadiliana na wewe katika dhambi, ila tu mfuasi wa kishetani. Watu wangapi wanatumia madawa za kulevya? Hata watawala wa hii dunia wanatumia madawa za kulevya, wanajichanja. Unapata watu wanaoleta hizo madawa za kulevya ni watawala na wakuu wa hii dunia. Hizi madawa zinakuja kuharibu watoto wa shule, hizi madawa zinaingia kanisani na kuharibu watu, kuacha wokovu. Watu wanakunywa hizi vitu, watu wanaweza kujidunga mashindano, hizi mashindano zinawaharibu akili. Watu ambao mmekuwa mkijifariji kwa ulevi, ole wenu. Yesu Kristo alishakataa hiyo dhambi kuanzia kitambo. Zile mistari mlikuwa mnatafuta, na katika hiyo pombe, hata wale ambao wanasema Yesu alitengeneza Kana, ya Kana haikuambiwa watoto wasikunywe. Na haikuwa pombe, ilikuwa divai, maji ilibadilishwa. Hakukuwa na mambo ya stima pale, hakukuwa na mambo ya breweries, factory ya kuchemushwa na moshi kutoka watu wakunywe. Maji ililetwa pale na ikabadilishwa na ikawa divai. Walevi ambao wao mnajidanganya na mezekari ya Freemason na utafsiri wa Freemason, huo ni utafsiri wa kijinga. Hakuna Yesu mahali ametengeneza pombe, alibadilisha maji yakawa divai. Watu walipokunywa wote walifurahi. Watoto, hii yako wamekuambiwa miaka 18 ndio wanafaa kunywa. Wamekuwekea masharti ya miaka 18 ndio ukunywe. Wengine wanakuja wanakuambia kwamba kuna mtudo leo ukunywe baada ya kazi. Huo ndio ukora hiyo. Atakunywa baada ya kazi sio shida. Wanakufariji kwa dhambi. Katiba za dunia hizi zinakufariji kwa dhambi. Unasoma usiku na mchana badala ya kusoma Biblia ukapata kujua ukweli na kutubu, unasoma katiba za kishetani ambazo zinakuambia mtudo leo kunywa baada ya kazi.
Hapo hakuna mambo ya mtudo, hapo hakuna mambo ya ujinga kama hiyo. Hapa ni watu wajua ya kwamba pombe ni mbaya kwisha. Sasa watu waliokunywa ile divai hawakuwa chini ya miaka 18. Watu wote hata watoto wadogo walikunywa divai wakafurahi, wakamshukuru Yesu kwa sababu ya matendo makubwa. Huo ndio ulikuwa muujiza ya kwanza. Wakasema ile divai walikuwa wanakunywa ilikuwa bure. Hii ndio divai ya maana. Ni kumaanisha wakati umempokea Yesu, mambo yote uliyofanya kabla ya kumpokea Yesu inakuwa mafi. Hiyo ndio divai. Watu walikunywa ilikuwa ni kumpokea Yesu, na kukataa ile divai waliokuwa wamekunywa ya kwanza ni kukataa maisha yao ya kitambo ya kuvuta bangi, ya kutongoza mabibi ya watu, ya kuiba, maisha ya ushirati na ususi. Hiyo ndio ilikuwa divai ya kitambo. Sasa naanza kuniambia hiyo ilikuwa pombe. Pombe gani hiyo? Wale watoto waliokunywa ile pombe walijiharia. Usiongee pombe ya pombe. Wale watoto waliokunywa ile pombe walikunywa katika longi zao. Wale watoto waliokunywa ile pombe walala kwa mitaro walijikojolea. Utatafuta wajinga na ucheza na akili yao. Lakini hapa tutakwambia ukweli kamili. Na ule ukweli ndio utakohukumu siku